Yes, mwana sawa sawa digital, ukipita kwenye mitandao ya kijamii kwa sasa hivi kuna story ya Phina au Sarafina, msanii kutokea katika kiwanda cha muziki kutokea hapa Tanzania, nikimaanisha Bongo Flava. Tunajua kwamba kwa sasa hivi yuko kule nchini Kenya. Collabs nyingi sana zimekuwa zikitoka kwa kipindi hiki kwa sababu kila msanii wa Kenya ameonekana akifanya naye collab. Sasa kuna mmoja kati ya tunasema ma content creator kutokea kule Kenya ameonekana kama kumind kuhusiana na hiki kitu, kwamba inaonekana anafanya collabs nyingi sana kule Kenya, alafu design fulani kama hazisikiki, yani hazipendwi na watu kutokea kule Kenya. Akawa ametoa ushauri eti bwana atumiwe nauli bwana ndugu yao bwana arudi Tanzania. Huu umekuwa ni utani ambao pia unaendelea katikati ya nchi hizi mbili, Tanzania na Kenya. Mara huwa tunaitana mashemeji, mara vitu vinakuwa kibao sana. Sasa mambo yamezidi kuchangamka katika kwenye Instagram mara baada ya huyo bana mshikaji wa content creator tunasema maudhui wa Kenya kwamba anafahamika kwa jina la Sabato kuweza kumshambulia msanii wa Bongo Flava Phina kwa matusi ya kisanii. Sabato alidai kuwa Phina amekuwa na tabia ya kuimba na kila msanii wa Kenya. Akawataja pale baadhi ya wasanii, akamwambia Will Paul ameimba naye, Otile Brown pia ameimba naye, na sasa ameimba pia na Princess Aida ambaye anapatikana kule nchini Kenya, kama nyimbo zisizoenda popote, lakini pia ni hazipendwi na watu kutokea kule nchini Kenya. Kwa wewe ambaye umepata bahati ya kuweza kuzisikiliza nyimbo hizo, I think utakuwa una chochote cha kusema kwamba ni kweli anazingua au ni ule wivu tu wa wasanii kutokea kule Kenya, hawataki bwana Phina endelee kutamba pale nchini kwao Kenya. Sasa kwa mzaa sana Sabato aliwashauri wa Tanzania wamchangie mchango wa nauli ili Phina arejeshwe nyumbani. Labda walihisi kwamba hana nauli, ndio maana inamfanya kwamba yeye aendelee kubaki Kenya na kuweza kutoa kolabo kila siku na vitu vingine kama hivyo. Sasa lakini Phina hakukaa kimya. Kupitia Instagram yake alijibu kicheko mtandaoni kwa kusema kwamba jamani, mnivumilie kidogo, bado nasubiri kolabo ya Ruto ndio mniache. Na tunajua kabisa Ruto ndio rais wa nchini Kenya. So bwana Phina amesema kwamba kolabo ambayo anasubiri ya mwisho ili arudi nyumbani ni kolabo yake yeye pamoja na Ruto. Utani umekuwa ni mwingi, tunajua kabisa Ruto ni rais wa nchi ya Kenya. So unafikiri hii imekaa sawa au iko vipi? Unafikiri hii vita nyingine ya muziki kati ya Tanzania na Kenya itafikia wapi? Tunaendelea na battles kama kawaida kama zilivyokuwa mwanzo. Vitu vingomani vingi sana kwenye swala zima la muziki au tasnia ya muziki kutokea nchini Kenya pamoja na Tanzania. Kumekuwa kuna mabishano mengi sana ya wasanii tofauti, lakini pia na A-list kubwa kutokea hapa na kutokea Kenya pia. Sisi kama Sawa Sawa Digital tutakuletea updates zote kuhusiana na story hii, lakini pia na story zingine utazipata hapa. Endelea kutufuatilia sisi kama Sawa Sawa Digital kwenye Instagram, Facebook pamoja na Twitter, ila YouTube tunatumia Sawa Sawa Digital. Subscribe channel yetu, tutakuwa umetisha kinoma noma zilali kabisa. That's my name.